tunamshukuru Mungu. Huduma ni nzuri, madaktari, manesi wanatuhudumia vizuri sana. Hususani kama swala la uzazi, watoto. Yaani kiufupi tu yani wako vizuri sana. Okay. Wewe umekujaje hapa? Umekaribia kujifungua au bado? Mimi nimekaribia ndio maana nimeona nikimbilia hapa. Kwa nini umekuja baada ya kuona kwamba muda umeisha labda? Hapana. Tangu tu nilipojigundua nina ujauzito nikakimbia kituo cha afya hapa. Uliambiwa na nani kwamba unakuja haraka? Kwa nini usisubiri nyumbani kwako huko siku hiyo unasikia utungu unakuja? Kwa nini? Hamna, kwa sababu tu ni kawaida ya kila mjamzito au wagonjwa yote yule anatakiwa kufika katika kituo cha nini? Cha afya na kupata huduma mapema. Okay. Uliwahi kusikia kwamba kuna mtu yeyote aliyewahi kuchelewa kupata huduma na ushauri pale anapokuwa anajisikia mjamzito afa akapata matatizo? Uliwahi kusikia? Ndio, wapo. Elezea sasa. Wapo ambao wanachelewa kufika katika wanapojigundua tu kwamba wana ujauzito au wana matatizo yote yale, wanachelewa kufika katika huduma ya afya. Matokeo yake wanapata matatizo, aidha wanatokwa na damu au mtoto anafariki au wenyewe pia hivyo hivyo. Kwa majina naitwa Esther Matayo. Naishi Buswelu wilayani. Twende. Huduma za afya ya uzazi unazionaje katika maeneo yenu? Huduma za mama na mtoto kwa eneo letu naona ziko vizuri. Okay. Sihitaji kuuliza maswali sana kwa sababu na rekodi. Ninachohitaji utusaidie Esther. Kwa nini watu wengi wamekuwa wakichelewa kuwahi kwenye vituo vya kutolea huduma za afya hasa wanapokuwa wamejihisi kwamba wao ni wajawazito? Shida ni nini? Na kwa sasa hali iko vipi? Kwa sasa naona wamama wanazidi kupata ufahamu, wanaamka, wanapoona wana hiyo hali, wanawahi katika vituo vya afya. Unafikiri kilichochochea hali hiyo ni nini mpaka watu wawe na uelewa? Watu wanapofika katika vituo vya afya wanapewa darasa, wanafundishwa. Watu wanatoka sehemu mbalimbali wanaenda vijijini kwa ajili ya kutoa semina za mama na mtoto. Naona hicho ndio kitu kikubwa kinachosaidia. Jina lako na cheo? Kwa majina naitwa James Madege. Ongea sauti kidogo. Kwa majina naitwa James Madege, ni kaimu mfawidhi wa kituo cha afya Buswelu. Kuhusu changamoto ambazo tunazipata kwa mama ambao wanakuja wamechelewa kuanza aidha kwa kuanza kliniki, asilimia kubwa tunapata changamoto ya upungufu wa damu. Kwa sababu tunasema unapokuwa mjamzito mahitaji ya damu yanakuwa yanaongezeka, kwa wengi wao wanakuwa na shida za upungufu wa damu. Lakini pia kuna magonjwa ambao wanakuwa nayo ambayo yana affect watoto. Kwa wanapokuja wamechelewa unakuta effect yake ameshaipata mtoto. Okay. Kwa hiyo katika kumhudumia nini kinachotokea mtu wa namna hiyo? Mtu wa namna hiyo katika kumhudumia, kwanza wengi wao tunawashauri kwanza, kwa sababu kama ndio wanakuja kuanza kama damu iko chini sana, kuna issue ya kumuongezea damu kwanza, lakini pia kuna issue za kuna dawa ambazo tunaongezea, tunasema ni supplement za kuongeza damu ambazo wanakuwa wanazitumia. Kwa hiyo pia ni kitu ambacho tunafanya kuwasaidia. Changamoto ambazo tunazipata ni kwamba baadhi ya wamama hawako tayari kuzimeza zile dawa, kwa sababu aidha ya imani mtaani wanakuwa wanaaminishwa kwamba zile dawa zina shida, au wengine dawa kwa sababu dawa wanatumia kumeza, kwa hiyo zinawachefua, na zikishamchefua pia hazimezi. Kwa mwisho wa siku kipindi cha kujifungua wanakuja vile vile unakuta damu na imeshuka zaidi. Okay. Hali hiyo inaweza kuleta madhara gani? Hali hiyo kwanza inaweza kamletea shida mama kwanza na mtoto. Kwanza mama kwa maana baada ya kujifungua ile kuna effect inatokea, anaweza kupata shida ya moyo, kwa sababu moyo unakuwa unapump kwa nguvu kusupport ile ujauzito. Lakini pia anaweza pia akapoteza damu kipindi cha kujifungua, tunategemea kupoteza damu, lakini mama huyu kumbuka tayari damu yake iko chini, kwa kupoteza damu tunaweza tukampoteza hata huyo mama. Kwa majina naitwa Dr. Barnabas Gladson, ni kaimu mganga mkuu wa Manispaa ya Ilemela. Manispaa yetu ya Ilemela kwa ufupi nielezee kulingana na huduma. Kihuduma tuna hospitali
za serikali katika manispaa yetu ya Ilemela tuna hospitali moja ya serikali na tuna vituo vya afya 5 na dispensary za serikali 21. Lakini pia tunafanya kazi pamoja na mashirika binafsi na vituo binafsi, ambapo katika wilaya yetu ya Ilemela tuna hospitali 2 za private, yani za binafsi, na tuna vituo vya afya 6 ambavyo ni vya binafsi pamoja na mashirika ya dini, na tuna dispensary 14 ambazo pia tunafanya nazo huduma za kutoa afya. Lakini pia tuna kliniki 13 ambazo pia tunashirikiana nazo katika kutoa huduma za afya katika wilaya yetu ya Ilemela. Katika Wizara ya Afya, malengo yetu makubwa ni kupunguza vifo vinavyotokana na uzazi. Kwa mwaka 2024 katika wilaya yetu ya Ilemela tulikuwa na vifo 7 vinavyotokana na uzazi, lakini mwaka 2025 tukapunguza, tukawa na vifo 6, na hii inatokana na juhudi ambazo tunazifanya katika kutoa elimu, kuelimisha jamii namna gani ya kuzuia hivi vifo, na jinsi ambavyo tunataka kwamba mama anapokuwa ni mjamzito, anapojihisi kwamba amepata ujauzito, anatakiwa awahi katika kituo cha kutolea huduma ili aweze kuchukua tahadhari na aweze kupata elimu na pia kuendelea kumfuatilia mpaka atakapojifungua. Kwa hiyo tumejikita sana katika utoaji wa elimu. Kwa lengo ambalo tulikuwa tumewekewa, tulitakiwa tufikie 60%, lakini kwa mwaka 2024 tulifanya elimu katika jamii kwa 81%, na mwaka 2025 pia tumetoa elimu kwa kiwango cha 78.9. Okay. Na kwa sasa jamii uelewa wao ukoje vipi kwenye vituo vyetu vya afya? Vipi watu wanakimbilia kweli kupata huduma? Kwa sasa tunajitahidi kwa kutoa elimu tulioitoa, tumeona kwamba kuna mabadiliko makubwa. Vifo vinapungua na watu wameanza kupata uelewa, kwa maana mwanzo ilikuwa ni ngumu sana. Unakuta mama ni mjamzito, hajaenda kuripoti katika kituo cha kutolea huduma ili aweze kuendelea kupata huduma za ujauzito, na mara anapokuwa anakaribia kujifungua, anapoanza kupata shida, analetwa hospitalini akiwa katika hali ambayo si sahihi, ni hali ambayo inakuwa ni hali mbaya. Lakini kwa sasa tumeona mabadiliko, wamama wengi wamepata mwamko mzuri baada ya elimu, wanakuja kwenye kliniki za wamama wajawazito ili kuweza kupata huduma mbalimbali kabla ya kujifungua. Okay. Na ulikuwa unalipi la kuiambia jamii yetu kuhusu swala hilo, hasa kwa maeneo ya vijijini? Kikubwa tunatamani kwamba tupeleke ujumbe kwamba akina mama, huduma za afya kwa wamama wajawazito na watoto wa chini ya miaka 5 ni bure, pia na wazee. Kwa hiyo wasihofu kwamba labda akienda hospitalini kwenda kupata huduma atalipia, na wengine wana imani potofu. Kwa hizo tumejitahidi sana kuwafundisha kuondoa ile imani potofu. Tunashauri kwamba wajitahidi kuwa wanafika kwenye vituo vya kutolea huduma kwa wakati. Pale anapoona kwamba mama ni mjamzito ameshindwa kuona siku zake zile, awahi kufika katika kituo cha afya cha kutolea huduma ili tuweze kuendelea kumhudumia. Asante.